dear student. Myself, I'm doing good. Today's topic is unity, and the subtopics which we're gonna look is multiplication. Picha leo ni unity na tutaenda kuangalia multiplications. Kama tulivyoangalia katika kipindi kilichopita, tuliangalia subtraction. Leo tutaenda kuangalia multiplication. Basi unatakiwa uwe makini hapo unielewe. Okay. For example, multiplication is times, kuzidisha. We have decimeter, centimeter and millimeters. We have 4, 3, 7 and 9. This unit is wanted to multiply with 9. So multiply this by 9. Natakiwa uzidishe hivi vizio kwa 9. Unafanyaje? Kuzidisha vizio kwa 9 ni kitu kirahisi sana. Cha kwanza unatakiwa tu ujue, kwa sababu nishasema kwamba vizio vyako, this unit is arranged in a descending order when you start from left. Or sometimes we say this unit is arranged in ascending order when we start right to left, but descending order when we start left to right. Vimepangwa kwenye mtiririko mdogo kwenda mkubwa, ukianza huko kushoto kwenda kulia. Ni hivyo ni the same case. Basi the things is to know that how many millimeter are there in 1 centimeter and how many centimeter are there in 1 decimeter. Hiki na hiki, huwezi kuchukua hiki hapa na hiki hapa. No, hairuhusiwi. Ni hiki na hiki na hiki na hiki. Are you there? Yes. Let me remind you something. First is you have to think this song. Kofia huuzwa dukani mwa Daudi senti 100. Kofia huuzwa dukani mwa Daudi senti 100. That is the song which I used to sing during primary level. Ni wimbo ambao nilikuwa nauimba kipindi niko level ya primary kule. Kwa hiyo hata wewe unaweza kuwa unajua vyema. Naweza kusaidiana kuimba huo wimbo. Kofia huuzwa dukani mwa Daudi senti 100. So, the aim of showing you this is what? The aim of showing, I'm not here to fill this or no. I'm just here to fill only the part which is needed. Niko hapa kujaza vipande ambavyo vinatakiwa, lakini vipande vyote mimi sitajaza. Nitajaza tu sehemu ambayo inatakiwa sisi tuishughulikie. But we have to check that. When you start one here, leave space. Unapoanza moja hapa, acha space. Hapa weka 10. Hapa weka 1. Hapa weka 100, hapa weka 10, hapa weka 1. That is all around. You see, 1 decimeter is equal to 10 centimeter. And 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Are you there? 1 centimeter is equal to 10 decimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Hicho ndio kitu unachotakiwa kujua. Una njia zako, lakini pia unaweza kutumia. Unashauriwa kutumia njia yako katika kulitafsiri jedwali. Kila mtu ana njia zake za kutafsiri jedwali. Everybody, he or she has its own ways to translate that mathematics into the way he or she can understand. So, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. And 1 decimeter is equal to 10 centimeter. You see, 1 centimeter is equal to 10 millimeter and 1 decimeter is equal to 10 centimeter. That is more important issue to know, that 1 centimeter. So, write your question. Decimeter, centimeter, and millimeter. 3 and 4 divided by. That is multiplication. Hapa unazidisha. So just try your answer in millimeter. Your answer in millimeter not allowed to exceed 10.
Also, your answer in centimeter not allowed to exceed 10, but is allowed to be less than 10. Jibu lako katika centimeter halitakiwi kuzidi 10. Na katika milimita vivyo hivyo halitakiwi kuzidi 10, ila linaruhusiwa jibu lako liwe chini ya 10. Basi tunafanya nini? Fuata kinachoendelea hapa. Sasa unaanza 7 9 times 7 9 times 7 9 mara 7 9 times let's say 9 times 7 you get 63. 9 mara 7 unapata 63. 63 is exceeding 10. Exceed 10 is greater than 10 sometimes we can say. Ni kubwa kuliko 10. If it is greater than 10, just write 3 here. Just write 3. 60 plus 3. You get 63. Write 3. Write 3. Take this 60. When you take a 6 to this side, it should not be longer, cannot be a 60. It can be 6. Hii 60 nikichukua nikitoa hapa, kwa sababu hapa nimeandika 3, maana yake 63. Nimeandika 3, zile 60 nikazibeba, nikazileta hapa. 60 nikizileta hapa haziwi tena 60, ila nikizileta hapa zinakuwa 6. Kwa hiyo nitachukua 6, nikizileta hapa zitakuwa 6. Sasa nitachukua this time this. 9 times 3, you get 27. 27 plus 36. After conversion, you get 6. So 27 plus 6, which we take there from there. 27 times 6 ambao tulichukua hapo. You see? 27 plus 6, you get 33. Unapata 33. But 33 is greater than 10. 33 is greater than 10. Is greater than 10. Greater than. Greater. You see? Greater than 10. If it is greater, 33 ni kubwa kuliko 10. Kwa hiyo tutaandika 3. 33 is the same. Aliandika 33 sasa na mtu anaandika 30 jumlisha 3 kwa hiyo inakuwa 33. Zile 3, this 3 we just write here. Tunaandika 3. We just keep carry 3. Unashika au tunabeba hizi 3. Hizi 30. Just write 3, carry this one. Ukishika 30, but we know that 1 centimeter 1 decimeter is equal to 10 centimeter. So when we take this 30 here, this 30 where is there to this, it will be no longer be 30, it will be 3 now. Ukichukua zile 30 ukizileta hapa hazitakuwa 30 tena, zitakuwa 3 kwa sababu 1 decimeter is equal to 10 centimeter. So 9 times 4. 9 times 4. 9 times 4. We get 36. But remember there is 3 which you have carried after conversion. Kumbuka kuna 3 ambazo umezibeba baada ya kuconvert, kubadilisha. Kwa plus 3, 9 plus 3 we get 39. So our answer now it will be my fiance, you know be Beyonce, finance. Our answer is Tell us say you don't get money, that day you be ugly,